Waziri Mkuu mstaafu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania aliye vilevile mshauri mkuu wa sasa wa Samia Suluhu Hassan, Bwana Kassim Majaliwa amejipata kwenye njia panda ya kuzomewa vikali na raia wa nchi yetu tukufu ya Tanzania baada ya Kassim Majaliwa kutoa kauli ambayo imeweza kuleta kero kwa raia. Na Bwana Majaliwa Kassim aliyezungumza haya kipindi ambapo aliweza kuandaa hafla maalumu ya futari aliyoiandaa kwa lengo la kuwakutanisha watu wa dini na imani mbalimbali pamoja na viongozi wa jamii. Sasa kuna maneno ambayo naomba tuweze kuyadondoa na tuyajadili ambayo Bwana Kassim Majaliwa aliweza kuyazungumza. Kwanza kabisa, wacha tuniweze kukuomba kwa moyo mkunjufu, like video. Hapo chini kuna penye wamekuandikia like, hakikisha kwamba una like. Vile kuna penye wameweza kukuandikia subscribe, fanya hivyo. Kifanya hivyo utakuwa umeweza kuchangia kwenye ukuaji wa hichi kituo chetu cha Tanzania News TV, kiendelee kukua, kiendelee kukuletea taarifa. Sasa Bwana Kassim Majaliwa aliweza kuwaomba Watanzania wa makundi pamoja na itikadi mbalimbali kuendelea kudumisha amani, mshikamano na umoja wa kitaifa kwa kushiriki katika vikao na matukio yanayowaunganisha watu kutoka sekta tofauti za jamii. Yaani, huyu si yule Kassim ambaye wananchi walikuwa wamezoea. Sasa amekuwa kibaraka chake Samia. Kuna mambo ambayo ameweza kuzungumzia hapa. Tudumishe amani, mshikamano na umoja wa kitaifa. Maneno haya hawakukuwa wanayazungumza mwaka uliopita kabla hatujaweza kuandaa uchaguzi. Naomba unisikilize kwa makini. Kuna neno moja ambalo limeweza kukosekana hapa kutoka kwa kinywa cha Kassim Majaliwa. Umesikia neno haki kweli? Kumbuka kwamba mwaka uliopita tulipoteza ndugu wengi zaidi ya 10,000. Wengine walichinjwa, wengine walipigwa mtutu wa bunduki, wakazikwa kwenye makaburi ya pamoja bila heshima. Lakini sasa kwa sababu Kassim Majaliwa anamfanyia Samia Suluhu Hassan kazi na wako kwenye njia ya kumsafisha, hataki kabisa kutaja neno haki. Iwapo Bwana Kassim Majaliwa mmoja wa familia yake angeaga dunia kwa njia ambazo ni tatanishi, maybe alikuwa anapita barabarani, damu ikapatikana ikiwa imetapakaa chini, lazima angeagiza vikosi vya upelelezi Tanzania vimfanyie uchunguzi na vimpee matokeo ni kipi ambacho kiliweza kusababisha mmoja wa familia yake akaaga kwa njia ambazo ni tatanishi, njia ambazo wengi wa raia wa Tanzania waliweza kuuawa. Na wananchi wanataka uchunguzi kufanyika, alafu haki iweze kupatikana. Iwapo kuna yeyote mwenye aliweza kuhusika kuua, apewe adhabu na hukumu ambayo inatoshana na kuua ambako aliweza kuua. Ikiwa kuna yeyote mwenye aliweza kuratibu, apewe adhabu kulingana na kuratibu kwake. Lakini sijaweza kumsikia Bwana Kassim Majaliwa akizungumzia hilo. Amesema kwamba
tudumishe amani. Sasa hivi ndio wameona amani ni nzuri, lakini kipindi ambapo walikuwa wanaua hawakukuwa wanaona kwamba amani ni jambo zuri. Kipindi ambapo waliweza kutuma polisi kuua hawakujua kwamba amani ni kitu ambacho ni kizuri. Sijui kama unanielewa mpaka hapo. Samia na Kassim Majaliwa wanaambia Watanzania eti kwamba tushikamane, tushiriki katika vikao ambavyo vinaunganisha Tanzania. Kipindi ambapo walikuwa wanateka, kuna ndugu zetu ambao walitekwa, unajua mpaka sasa hivi hawajulikani waliko. Akina Humphrey Polepole hawajaachiliwa. Kuna ndugu zetu ambao hawajaachiliwa mpaka sasa hivi kutoka kwa mikono ya watekaji. Hadi sasa hivi kuna wale ambao wanazidi kupotea, hasa wale ambao wanakosoa serikali. Udikteta haujaweza kuisha katika taifa letu la Tanzania. Ukitaka kuamini hilo, siku ya Jumapili muliona siku ya kusherehekea akina mama duniani. Muliona jinsi ambavyo polisi ilikuwa inatawanya mikutano ya Chadema na kuwamwagia mabomu ya kutoa machozi. Lakini nimeshangaa wiki hii nimeona CCM imeandaa mikutano, inaonekana kwamba polisi walipungukiwa na mabomu ya kutoa machozi. Nimechukulia tu hivyo kwamba polisi walipungukiwa na mabomu ya kutoa machozi kwa sababu sikuona ile mikutano ya CCM ikisambaratishwa. Sasa kipindi ambapo Kassim anatuambia kwamba tushiriki kwenye vikao ambavyo vinaunganisha Tanzania, kwa nini basi wale ambao wanakosoa serikali kipindi ambapo wanakosoa serikali wao wanachukuliwa kama watu ambao ni wahaini? Sasa akizungumza katika hafla hiyo yake ambayo aliweza kuiandaa, Majaliwa ambaye pia ni mshauri wa Samia Suluhu Hassan dikteta, alisisitiza umuhimu wa Watanzania kuendelea kuimarisha mshikamano wao bila kujali tofauti za kidini, siasa au kijamii. Wacha nikuulize, wacha niweze kukuuliza hili swali. Kipindi ambapo anatuambia tu kwamba tuendeleze mshikamano bila kujali tofauti za kidini, kisiasa au kijamii, mbona kipindi cha mauaji walikuwa wanaua wale ambao walikuwa wanapinga Samia na walikuwa wanapinga uchaguzi ambao ulikuwa ni batili, wakaacha wale ambao walikuwa wanamsapoti Samia kama wanataka tuweze kuunganisha taifa letu bila ya kuangalia siasa? Na mbona vibaraka vya Samia vilikuwa vinashambulia kanisa Katoliki? Kama sasa hivi Kassim anatuambia kwamba tusije tukaangalia dini ambayo tupo eti kwamba tukuje pamoja, na akituambia kwamba bila ya kuangalia jamii, mbona unapata Wazanzibari wengi wao ndio wako kwenye jeshi? Eti kwamba ni njia moja ya kujenga maelewano na kuimarisha uhusiano mwema miongoni mwa wananchi. Sasa utajengaje maelewano na kuimarisha uhusiano kipindi ambapo kuna udikteta, kipindi ambapo kuna vyama ambavyo haviwezi vikaruhusiwa Tanzania yetu kushiriki kwenye mikutano yao? Tutaunganishaje taifa kipindi ambapo kuna wale ambao waliweza kutekwa na hawajaachiliwa? Tutaunganishaje taifa kipindi ambapo Tundu Lissu amefunguliwa makosa ya uhaini, kesi ambayo ni batili? Tutadumishaje amani kipindi ambapo waliweza kuiba uchaguzi na yale mambo ambayo tulikuwa tunataka kama vile katiba, tuache udikteta ama hii serikali iache udikteta, bado hayajaweza kuangaziwa? Ni jambo la kusikitisha mno, ni jambo la kusikitisha.
Nikimalizia, hawa viongozi wa hii serikali ya Samia, wao ndio wanachochea mpaka wananchi wanapandwa na mori na hasira hadi wanaichukia serikali. Bwana Majaliwa angekuwa yupo na akili timamu, kwenye hotuba yake angesema kwamba anapendekeza haki iweze kupatikana kwa wahanga wale ambao waliweza kupoteza ndugu zao, haki iweze kupatikana. Wale ambao waliweza kujeruhiwa kutokana na mkasa wa mwaka uliopita wapate fidia. Sijamsikiliza hapo akiyazungumzia hayo kwenye hiyo hotuba ambayo nimeweza kuambiwa, lakini kitu ambacho anakitaja eti kwamba tushikamane, tulete amani. Hakuna amani bila ya haki. Wacha niweze kurudia bila ya uoga. Hakuna amani bila ya haki. Tuko na akina mama hapa kwa hii platform ambao walipoteza watoto wao, ndugu zao. Tuko na wazee hapa ambao walipoteza watoto wao, na wao wanataka haki iweze kupatikana. Kupoteza mtoto ni uchungu. Eti sasa Kassim anakuja kutuambia eti kwamba tudumishe amani, mshikamano na maelewano. Hiyo ni nini? Bila ya haki. Bila ya haki kwa hayo mambo ambayo aliweza kuyazungumza, huo ni upuzi, 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 upuzi mtupu. Lazima haki iweze kutangulia kwa haya mambo ambayo Kassim ameyazungumza. Sasa mimi ninashangaa anamshauri Samia lipi? Angekuwa mtu ambaye anajali jamii, angekuwa anamshauri Samia kwamba okay, yale ambayo yalitokea ni mabaya, wacha ili tuweze kuleta taifa letu la Tanzania pamoja, wacha tuweze kuhakikisha kwamba wale ambao walipoteza ndugu zao wameweza kupata fidia, wale ambao waliweza kuumizwa wameweza kupata fidia, kuliko kuweza kutuambia ngonjera za amani na mshikamano bila ya haki. Wewe unaweza ukasema lipi?